Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa. Tulisema kwamba katika swala la kiroho kuna kanuni zake. Ukiona mtu amefanikiwa kiroho, kiuchumi, katika masuala ya afya, katika masuala ya mahusiano, haikutokea tu kwa bahati, ila kuna kanuni amezingatia. Haleluya. Kwa haitokei tu. Sasa tusipokubali kujifunza kanuni, tusipokubali kujifunza na kuongeza ufahamu, tutabakia pale pale tulipokuwa na kuona vitu haviendi. Usitarajie matokeo mapya kwa kutumia njia zile zile katika maisha. Katika mfululizo wa hizi siku 7 tutakuwa tunajifunza kanuni mbalimbali kuhusu maombi ya kufunga, umuhimu wake, na vitu gani ambavyo unaweza ukafanya na vitu gani usifanye. Kwa hiyo tunaangalia jambo hilo kwa kina. Sasa hivi tutaangalia wakati unapokumbwa na hofu, msaada wa Mungu unapoutafuta, unapokumbwa na vitisho, ufanye nini? Maombi ya kufunga yana sehemu gani wakati wa changamoto kubwa unayoipitia? Wale ambao hamkuwepo jana, ni wakumbushie tu kidogo waliokuwepo, na ambao hawakuwepo ni waongezee neno hili liweze kuwasaidia. Tulisema kwamba katika swala la kiroho kuna kanuni zake. Ukiona mtu amefanikiwa kiroho, kiuchumi, katika masuala ya afya, katika masuala ya mahusiano, haikutokea tu kwa bahati, ila kuna kanuni amezingatia. Haleluya. Kwa hiyo haitokei tu. Sasa tusipokubali kujifunza kanuni, tusipokubali kujifunza na kuongeza ufahamu, tutabakia pale pale tulipokuwa na kuona vitu haviendi. Usitarajie matokeo mapya kwa kutumia njia zile zile katika maisha. Nimesemaje? Kabisa. Yesu akasema aina hii haiwezekani kutoka, alikuwa anakemea pepo. Si mnakumbuka hilo fungu eh? Aina hii haiwezekani kutoka isipokuwa kwa naongea na watu na binadamu. Haya, isipokuwa kwa hiyo kumbe kuna nguvu za giza level ya mgambo. Alafu kuna nguvu za giza komando. Tukifikia hapo, baadhi ya Wakristo wanasema, lakini mchungaji, mbona kama unatutisha? Siwatishi. Katika yote hayo jua kwamba Mungu wetu sisi ni mkuu kuliko wote. Ila nahitaji usilale kama mjinga. Haleluya. Usikae kizembe. Kuna wakati utapoteza mtoto wako kijinga kwa sababu ulishindwa kujua namna ya kupambana. Kuna saa unapoteza ndoa yako kipumbavu kwa sababu hukujua namna ya kupambana. Ulibakia kulalamika, hukujua kuna hatua ya kuchukuliwa. Mungu atusaidie sana. Kuna kitabu nimeshamaliza kukiandika, sasa hivi kinahaririwa na kinahusu tu habari ya kufunga. Kina sura karibia 12. Naongelea kufunga tu, sura 12. Uhariri ukiisha, huenda kitatokea kule kwenye meza wa injilisti kama kawaida. Vile vingine vya asili ya maombi yaliyojibiwa, silaha 7 za kiroho, nadhani muda si mrefu vitaonekana kwenye ile meza pia. Kuna kingine nacho pia kinahaririwa, nimeshakimaliza kabisa. Nimeandika historia za mitume, maisha yao mpaka kifo, walikuwaje mmoja mmoja. Maana yangu ni nini hasa? Yesu anapotufunulia siri za ufalme, anatarajia tuzifanyie kazi. Wanafunzi wake wakamuuliza, mbona sisi hatukuweza? Mnakumbuka hilo swali vizuri eh? Mwandishi mmoja akasema kwa sababu ya upungufu wa. Mwandishi mwingine akasema aina hii haiwezekani. Lazima uchukue hapo mafunzo mangapi? Usije ukapuuza hata moja. Ya kwanza, kwa sababu ya upungufu wa. Kwa upungufu wa imani unachangia nguvu za giza zisiondoke haraka. Tuko sawa sawa? Ya pili, ilitakiwa mfunge na kuomba.
Sio pepo wote au nguvu za giza zote unatakiwa ufunge na kuomba. Ndio maana hata mimi mtu akiniambia message, mchungaji, tushiriki wote mkufunga maombi ya Alhamisi, naitazama ile message nasema nikatumiwa na watu 20 wote, na kila mmoja nataka tufunge naye pamoja. Ina maana mimi nitafunga siku ngapi? Alafu nitaweza kuhubiri hapa kweli? Hapana. Sasa ili uweze kujua kwamba hiki inatakiwa niombe maombi gani, inatakiwa upate ufahamu wa kiroho. Haleluya. Niliwaambieni kama kuna sehemu nimekuacha, unaniambia rudia, nitaelezea. Jana tukasema hivi, vipofu walikuwa wote ni vipofu, lakini mfumo wa uponyaji ulikuwa tofauti. Tatizo lako wewe, shida yako umeiombea sana na huoni matokeo. Unatumia staili ile ile bila kujua kwamba aina ya shida ulionayo inataka maombi ya aina gani. Haleluya. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeanza kuelewa. Amekuambiaje? Kidogo. Ndio tunaanza somo hivyo sasa. Kwa hiyo utafika tu utaelewa vizuri. Mbona sisi hatukuweza? Ndio swali la msingi hilo. Mbona nimeomba sana sioni matokeo ya maombi yangu? Danieli akaomba. Tutakuta kwenye stories za huko mbele ambazo tunaendelea nazo. Danieli akaomba. Alikuwa anaomba kuhusu taifa lake la Israeli. Katika maombi yake aliamua kuingia kwenye mfungo wa siku 21. Ambao pia nimeuelezea, na huenda kwa neema ya Mungu katika masomo haya nitagusia. Ukiingia kwenye mfungo wa siku 21 unafungaje ili usije ukaribu afya yako. Kwa hiyo aliingia kwenye mfungo wa siku 21. Wakati anaomba siku ya 21 ndipo anatokea malaika. Malaika yule anaitwa nani? Anaitwa nani? Gabriel. Ukiona Gabrieli ametumwa, jua hiyo mission ni kubwa. Gabrieli haji ovyo ovyo. Ndio saa nyingine ukisikia watu wanakemea pepo, anasema Mungu mtume malaika Gabrieli amtoe huyu pepo. Yaani hata Mungu mwenyewe anasema, yaani hako kamgambo nitume Gabrieli. Gabrieli haji kwenye vitu vidogo vidogo kama hivyo. Gabrieli akaja akamwambia, tangu siku ile ulipotia nia, sawa sawa, na alitumwa. Lakini alizuiliwa kwa muda wa siku 20 ngapi? Anasema ndipo akatuma mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Mkuu alipokuja akamkamata huyu mpinzani wa taifa la Israeli. Alipomkamata ndipo Gabrieli akaja kuleta majibu. Jinsi malaika wa Mungu wanavyotofautiana nguvu, ndivyo na ufalme wa pili wanatofautiana nguvu. Waimbaji tuko sawa sawa hapa Jinsi malaika wa Mungu wanavyotofautiana nguvu zao, ndivyo na malaika wa shetani wanatofautiana nguvu zao. Usije ukadhani malaika wa Mungu wote wana nguvu sawa. Hapana. Kitabu cha Ufunuo kinasema malaika mwenye nguvu aka. Ina maana kuna malaika hatumwi kupambana na Lucifer, ila kuna ambaye anatumwa. Yaani hata ikipangwa hiyo timu, Mungu anasema sasa hivi Lucifer ndiye anatakiwa tumkamate. Hawezi kutuma malaika wa kitengo cha maji. Akina mama mlioko hapa, kama mlikuwa hamjui, kuna malaika ambaye yeye kitengo chake ni kuzalisha. Yaani kazi zote ambazo unaziona hapa duniani ni photocopy ya kazi za kiroho. Haleluya. Ndio maana waliokuwa wanataka kuwaua wazaliwa wa kwanza katika taifa la Israeli, wakunga wanasema, yani tukimwona na mimba, tukivizia twende kumzalisha, tunajikuta amefanya nini? Mungu atusaidie sana. Amen. Sikiza maneno haya machache sasa. Kufunga ni zaidi ya kujizuia kula. Ni nidhamu inayolenga kujitakasa kimwili na kiroho, tena kwa makusudi, huku ukizuia ulaji wa chakula ili kufikia maana ya ndani na muunganiko wa kiroho. Maana nyingine, kufunga ni kutangazia pia mwili ya kwamba huwezi kunitawala ila nitakuamrisha mimi. Haleluya. Kuna mtu hapa na yeye ni shahidi, tumbo lake haliingii upepo. Akiona kaparachichi, kamuhindi kakuchoma, nipe nusu. Muhogo weka na pilipili kabisa. Maziwa mtindi na yeye anaweka. Vitu yani
alafu usiku anaota mandoto yake, asubuhi anajidai amekuwa nabii. Jana niliwaambieni hapa kwamba kuna baadhi ya watu ambao ikija kwenye hoja ya kufunga na kwambia mimi nina vidonda vya tumbo. Nimesema sitaki kuingilia uhuru wako, lakini nina ushahidi wa watu waliofunga wakiwa na vidonda na wakapona baada ya hapo. Kwa hiyo wewe inategemea utachukuliaje. Sasa tuangalie kidogo manabii au wafalme wa zamani walifanya vitu gani inapokuja kwenye hoja ya wakati wa matatizo. Kama unaandika, unapenda kuandika kichwa, andika kumtafuta Mungu wakati wa vitisho. Kumtafuta Mungu wakati wa vitisho. Mchungaji, naomba unisomee Mambo ya Nyakati ya Pili sura ile ya 20, Kiswahili cha kisasa. Najua kuna watu mko mnanitazama, wengine mko hapa mna Kiswahili kile cha kizamani. Kwa leo ifunge hiyo Nyakati ya Pili. Kwa leo ifunge hiyo Sura ya 20. Anzia fungu la kwanza. Sikiliza vizuri hapo mchungaji anapotusomea. Baada ya muda, majeshi ya Moabu na Amon pamoja na baadhi ya Wameuni walivamia Yuda. Ndio. Watu kadhaa walikuja wakamwambia mfalme. Sikiliza vizuri hapo sasa. Watu kadhaa walikuja wakamwambia mfalme Yehoshafati. Ndio. Jeshi kubwa limekuja kukushambulia kutoka Edom. Ng'ambo ya bahari ya chumvi. Ndio. Tayari wamekwisha teka hasa Tamari. Hili ni jina lingine la Engedi. Yehoshafati akashikwa na woga. Ndio. Akamwomba Mwenyezi Mungu amuongoze, akatangaza watu wote nchini Yuda wafunge. Ishia tu hapo. Tutazamane sasa. Nitajie makundi yaliyotajwa hapo ambayo yamekuja kuvamia Yuda. Kundi la kwanza. Usisome. Usiibie. Mkiona mtu anaibia huko, kundi la kwanza. Kundi la kwanza. Akirudia yatakuwa tumeshana nini? Tumeshakupa jibu. Na mimi niliwaambia nifungeni Biblia msikilize. Ndio. Nani? Wa Moabu. Mchungaji kama amepatia sema ndio. Moabu na Amon. Mchungaji ametumalizia sasa. Haya. Kundi la pili. Ameshataja mchungaji. Kundi la pili. Wameuni. Sio umesikia mchungaji akisema kwamba Wameuni ndio ile ametaja. Kuna moja hapo amjalisema. Shida watu wanafungua Biblia. Haya, mchungaji anza fungu la kwanza. Fungu la kwanza. Ndio. Baada ya muda, majeshi ya Moabu na Amon pamoja na baadhi ya Wameuni. Ishi hapo. Ni kundi gani hamkulitaja? Wameuni nimewataja. Na kundi gani hamkulitaja? Waamoni nimewataja. Waamoni nimewataja. Mlitaja nani? Wa Moab. Kristo wa neema yote. Kati ya vitu ambavyo vinatuharibu ni sukari. Inatuletea usahaulifu kubwa kabisa. Haya mchungaji rudia tena. Jamani msifungue Biblia. Baada ya muda, majeshi ya Moabu na Amon pamoja na baadhi ya Wameuni walivamia Yuda. Endelea. Watu kadhaa walikuja wakamwambia mfalme Yehoshafati. Ndio. Jeshi kubwa limekuja kukushambulia kutoka Edom. Ng'ambo ya bahari ya chumvi. Ndio. Tayari wamekwisha teka Hasasoni Tamari. Ndio. Hili ni jina lingine la Engedi. Ndio. Yehoshafati akashikwa na woga. Ndio. Akamwomba Mwenyezi Mungu amuongoze. Akatangaza watu wote nchini Yuda wafunge. Naam. Watu wakaja
Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda. Ndio. Wakakusanyika ili kumwomba Mwenyezi Mungu awasaidie. Ishia. Narudia tena. Ni watu gani waliokuja kuvamia Yuda? Kundi la kwanza wa Moabu. Kundi la pili wa Amoni. Kundi la tatu wa Meuni. Bwana mdogo, kwa kazi nzuri uliofanya ya kuanza kujibu katika watu wa kwanza kabisa na ukajibu kwa usahihi, nenda pale ukapewe kitabu kinaitwa Jipatie Amani Moyoni kwa mwinjilisti. Kama zawadi yako, nenda pale. Ili tukiendelea kusoma tena jioni watu wawe makini, maana nani ajuae huenda tutatoa kitu kingine zaidi ya hapo tena kwa wanaofuatilia vizuri. Sasa sikiliza. Jehoshafati yuko kwake. Nataka wewe sasa hivi unanisikiliza ujione kama Jehoshafati. Haleluya. Yuko ametulia, akaambiwa tayari kuna jeshi limekuja. Na anayetoa taarifa anasema wamekuja, anataja makundi, anasema ni wa Moab, alafu ni wanani tena? Wana wa Amon, alafu na wa Meuni. Nitakwambia kundi moja moja ni akina nani na kazi yao ni nini, ili uanze kulinganisha katika maisha yako. Hawa wawili wa Moab na wana wa Amon ni watoto, hawa tungewaita ni watoto wa Lutu, watoto wa jukuu. Bado haijaeleweka hiyo? Rudia. Ni watoto wa jukuu wa Lutu. Yaani maana yake ni kwamba baba akizaa na mtoto wake, yule anayezaliwa atamuita nani huyu? Baba. Wakati ule mzee Lutu alikuwa anaishi huku, alikuwa anaishi katika ile nchi iliyochomwa ya Sodoma. Ile nchi yote ilikuwa imekumbwa na tabia za kishoga, na kitu ambacho watu wengi sana hawajui, na leo mkisikia hapa, unaposikia hoja ya ushoga na usagaji ni ibada. Kwa hayo matendo yote yanafanywa, hayo ni matendo ya ibada kwa miungu wengine. Kwa nini inakuwa na nguvu na kuhamasishwa kwa wingi kiasi hiki? Ni kwa sababu hiyo miungu mingine inatafuta kumzima Mungu wa kweli ili waweze kuchukua hatamu, waendelee kuwatawala watu. Juzi kuna baadhi ya watu wakanichokoza mtandaoni hapa, ndugu yangu MC Madevu. Wakachokoza hapo, mchungaji mbona uongelei masuala ya PDD, umenyamaza kimya? Nilinyamaza kimya kwa sababu nilishasema huko nyuma wakati Robert Kelly amekamatwa. Nilisema sana wanaofuatilia. Nikaambia hii ni michezo yao. Wanamfanyisha mtu vitu, wanamrekodi ili baadaye akihitaji kukimbia anamwambia tuna vitu vyako, usiondoke. Akikazana anaondoka, tutakudhalilisha. Sasa kwa sababu wengine wamechoka maisha kumtumikia shetani, anasema dhalilisha, utakudhalilisha, naondoka. Kwa ile ni michezo yao wanafanya. Huyu mnayesema kwamba amekamatwa juzi ni usanii tunaofanyiwa. Hii kitu ni usanii mkubwa. Ila usipoangalia kwa jicho la ziada utaona kama wapo serious. Wanatuchezea akili. Huyu jamaa amefanya yale matendo zaidi ya miaka 30. Alikuwa anachukua watoto wadogo miaka 12, wa kike na wa kiume, amelawiti miaka yote hiyo. Jumba lake ni kubwa kiasi kwamba ametengeneza sehemu ya kuingilia ndani hapo. Ni nani ambaye alikuwa na hizo kamera siku zote? Kuna video zimeonyeshwa za miaka 18 iliyopita. Walitunza za nini miaka yote hiyo? Hii ni game tunachezewa tu. Zile ni ibada zao wanaozifanya. Habari ya kwako. Na wanajua kabisa kwamba mtu anapewa umaarufu, anapewa na pesa, mwisho anaambiwa utatufanyia haya na haya, anakubali. Yule bwana alikuwa katika level ya juu kweli kweli. Wakati scandal zimeanza alikuwa anatembea barabarani bila hofu yoyote, hatishwi na chochote kile. Yuko barabarani. Kwa nini hii hoja iletwe leo? Kuna vitu vya msingi vinafanyika hapo ili kucontrol akili yako. Namba moja, cha kwanza kabisa, hii kitendo cha kuibua sasa hivi na kuletewa video za wasanii mbalimbali ambao jamaa alitembea nao kinyume na maumbile ni njia mojawapo ya kupromote ushoga. Ndio maana tangu ilipoanza mimi sijasema, nimesema tu leo ili niondoe watu shaka. Sikusema tangu mwanzo, imeendelea. Sikuwahi comment chochote kwa sababu hili ni game zao wanafanya. Atakuonyesha watu maarufu. Kwa hiyo automatic kama kuna mtu ambaye ana hisia za kishoga, akisikia ile story sasa hivi kumbe hata mtu maarufu fulani na yuko hivyo hivyo. Kumbe na fulani yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona kitu cha kawaida. Na kaangeleni zile kesi. Ile kesi inavyokwenda, hoja ni kwamba amelazimisha watu ambao wako chini ya umri.
kufanya mapenzi kinyume na maumbile, na wengine kuwauza. Hiyo ndio hoja hapo ya msingi. Baada ya hapo, na inaweza ikaenda ukasikia jamaa amewekwa ndani kweli kweli na wakachukua hela zao au wakatoka. Lolote laweza kutokea, lakini zote ni game za kwao. Wewe unanisikiliza, ninaposema tuanze kujifunza namna ya kumwendea Mungu kwa njia ya maombi ya kufunga, ni kwa sababu dunia tuliyoko nayo sasa hivi hapa, tuliyoko nayo sasa hivi hapa ni hatari kuliko akili yako inavyoweza kufikiri. Sasa hivi tunachukulia tu rahisi, ni hatari kuliko unafikiria wewe. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Lutu alikuwa kwenye ule mji ambao ni kawaida kufanya matendo ya kishoga. Ni kawaida. Aliamini watoto wake wako salama. Kama wewe unavyoamini pia kwamba kwako nyumbani pako salama. Na kuandaa kisaikolojia. Hakuna usalama kwa kuamini tu. Muamini Mungu. Simama upande wa Mungu. Ombea familia yako. Hujui hapo ndani kwako kuna nini. Kuna siku ukiona utashtuka, hivi ni ya kwangu hii. Ndio hiyo, mkimbilie Mungu. Nataka uone wa Moabu walivyo na uone wa Moabu tulionao leo. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Lutu yuko hapo, watoto wake anaamini ni watakatifu sana. Wazee mlioko hapa, watoto wenu wote mnaowafahamu, wana utawala wao na nyinyi hamuujui, wana siri zao na nyinyi hamzijui. Yaani hata kuna majina umeshapewa ila hujui umepewa. Wana vitengo vyao. Walipokuja wale malaika, maana walikuja katika maombi ya kibinadamu, walionekana kuwa wanaume ambao kwa mujibu watu wa Sodoma walivutiwa kulala nao. Si mnakumbuka hiyo story? Wakasema muwatoe tuweze kulala nao. Lutu alisemaje? Hapa nina mabinti ambao hawajui. Inaongea na watu au na binadamu jamani? Hapa na mabinti ambao hawajui. Anasema nitawatoa kwenu. Lakini jamaa kagoma akasema hatuwataki hao. Tunataka hao wanaume. Ndipo malaika wakatoka wakawapiga upofu. Lutu baadaye alitolewa kama mnavyojua. Akaenda kuishi sehemu nyingine. Kule alikoishi mabinti zake wawili wakaona kwamba hakuna mwanaume wa kuoa ili aweze kuzaa waendeleze kizazi. Kwa hiyo wakaamua nini? Wakapeana zamu. Uniambia mabinti hawajui mume, wanajua mpaka starehe za mimba. Baba yao anasema hawajui ila vinajua tarehe. Tunaanza kuelewana sasa Hebu amka usingizini kidogo anze kuelewa mchezo unavyokwenda hapa. Vinajua. Alafu namba 2, baba yao yeye alikiri kule asema havijui mume ila vinajua mwanaume ukimlewesha anaweza kufanya mapenzi na wewe, yani nje ya ridhaa yake. Vinajua. Vilijulia wapi kwamba kuna kunyweshana pombe? Wakamnywesha pombe baba yao, wakalala naye, wakapata mimba. Ndipo akapata wa Moab na wa Amon. Kwa hiyo ni familia kwanza ina akili za kishoga na ina tabia haramu za kingono. Tunaanza kuelewana sasa. Ukija kitabu cha Wakorinto mahala fulani, Paulo anawaonya Wakorinto, anawaambia nimesikia kwenu kuna zinaa ambayo hata kwenye mataifa haitaji. Mwahi kusoma hilo fungu? Tena nataja anasema kwa kuwa kwenu nasikia mtu anaweza kutembea na mke wa baba yake. Mke wa baba maana yake nani? Mama. Muona dhambi ya Moabu hiyo? Hiyo ni dhambi ya Moabu. Nataka nionyesheni dhambi ya Moabu inavyoendelea. Nisikilize vizuri, Roho wa Mungu akusaidie kutafsiri. Ndio maana nakwambia leo hii ukisikia Jehoshaphat, jione kama Jehoshaphat. Nataka uone dhambi ya Moab na wana wa Amon inavamia taifa, inavamia familia. Sasa hivi hapa tunavyoongea, nataka niweke vizuri. Zinaa kama zinaa ni dhambi, haina mjadala. Hiyo tumekubaliana? Tumekubaliana hilo? Haina mjadala. Lakini inapokuja hoja ya ngono kinyume na maumbile, pamoja na kwamba hii ya kwanza ni dhambi, hii ya pili ni nini? Machafuko. Umeweka vizuri. Ni machafuko. Tutoke hapo sasa. Tuje kwa hiyo Wakorinto sasa. Ya kwamba kwenu kuna zinaa ambayo hata kwa mataifa haifanya nini? Haitaji. Ipi anasema? Nasikia kwamba mtu anatembea na mke wa baba yake. Ambapo tumesema huyo ni nani? Kwa hiyo ameweka tasfida kupunguza ukweli wa maneno. Ya kwamba mtu anatembea na nani?
uone dhambi ya Moabu imekumba leo, ili tukisema tuombe, na inakuja taratibu kiasi kwamba mtu hawezi kushtuka. Mmewahi kusikia sasa hivi uko mitandaoni kuna kitu kinaitwa mashangazi? Shida wakiwa kanisani ni watakatifu, hawajui mitandao inasemaje. Ya kwamba siku hizi ni kawaida kwa vijana wadogo. Kumbuka nimesema zina ni dhambi kama dhambi, ichukue hiyo hivyo. Lakini sasa hivi inaonekana kama ni kastaili fulani kijana mdogo kutembea na mama hiyo. Kama Paulo angeandika leo, angesema nimesikia kwenu kuna zina ambayo hata kwa wazungu hahitaji. Unapoona watu wanakuja wanamvamia Jehoshaphat, mara nyingi tukisoma hili andiko tunachukulia Jehoshaphat alivamiwa. Hatuoni kwamba leo hii pia kanisa, familia, jamii inavamiwa na Wamoabu na Wameuni na wana wa Amon. Wote wamekuja kuvamia. Ni matendo ambayo yanakuja kwenye jamii, yanachukuliwa kawaida, kama ya kawaida. Ni ya kawaida kabisa. Mungu atusaidie sana. Lakini kwa lugha nyingine ya kujifunza kitu cha msingi hapa, Biblia inasema katika uvamizi ambao Jehoshaphat aliupata, na yeye alikuwa na uoga, alipata hofu. Watoto wa Mungu mlioko hapa, mnaonisikiliza kwa mbali, sikiliza hili kwa umakini sana. Ukikumbwa na hofu yoyote, usifikiri Mungu amekuacha. Ni kawaida kwa binadamu kuogopa. Kawaida kabisa. Mtu asijidai kwamba mimi siogopi. Hakuna. Changamoto inapokuja kubwa, kuogopa ni kawaida. Kosa ni kubaki katika hofu. Haikai, haitakiwi ikae. Lazima hofu ikija, mtazame Mwokozi. Hao mnaowaita baba wa imani wote walikuwa waoga. Tena kama Ibrahim, ndio usiseme. Yule baba basi. Kuna vitu alifanya ambavyo hata wewe nikwambia ufanye, hutafanya nini? Utafanya. Hebu ni wanaume mlioko hapa. Tuchukulie tu mfano. Watu wanakuambia wamekuja wamekuvamia. Wanakuambia bwana, chagua moja. Tupatie mke wako au tukuue. Unachagua nini? Wanakwambia ni rahisi. Tunachukua huyu mama au tukuue. Chagua moja. Jamani wanaume, jibuni moyoni, msije mkajibu hadharani. Maana kuna mtu hapa utakuta anakosa pa kuingia baada ya hapa. Mwana Ibrahimu anashuka kule Misri, anajua mke wake ni mzuri. Na haka kauko nimekachunguza sana. Msione kwamba nimepapukia tu mimbarani. Nimekachunguza kakauko kote kalikuwa na matatizo. Ndio ile juzi nikaambia usije ukajichanganya ukadhani kwa kuwa uko ndani ya kanisa vile vinasaba vya kurithi vibaya havikufuatilii. Vitakufuatilia hata kama umebatizwa. Inatakiwa wewe mwenyewe ujifunze namna ya kuvinadhimisha chini ya Kristo Yesu. Amina. Wote kauko kote kuanzia Ibrahimu wana tabia ya kupenda wanawake wazuri. Hujanielewa? Ibrahimu alioa Sara, alikuwa mwanamke aliyefuata baada ya hapo ilikuwa ni Isaka. Si mnafahamu Isaka? Rebeka alikuwa mzuri wa uso. Tatizo tu ni kwamba Isaka alikuwa hajui kuposa. Nimeweka taswira, nimepunguza ukali wa maneno. Mnajua kwa Kiswahili tunasemaje? Alikuwa hajui. Ndio maana mpaka mzee wake akamwambia mtumishi wake, hebu nenda ukamtafutie, maana naona umri umeenda na jamaa hata haniambii chochote. Mnajua aliyefuata baada ya hapo katika Isaka akazaliwa nani? Akazaliwa nani? Yakobo. Ndiye mzaliwa wa kwanza kwa cheo, sio kwa kutoka. Kwa cheo. Unajua naye alitumikia miaka 7 mingine kwa ajili ya mwanamke tu. Ona huo ukoo ulivyo na shida kabisa. Bado sijaendelea zaidi ya hapo. Kuna watoto wa Yakobo. Wa kwanza anaitwa Reuben. Mnamjua Reuben? Yakobo alikuwa hii lugha itakuwa ni mbaya, ngoja niipunguze kidogo. Alikuwa na mwanamke wake mdogo, nitaka kusema kajana mke kadogo. Kazuri.
Ruben akamchukua yule mama, mmenielewa? Yakobo alipokuja akamwita Ruben, akamwambia umenifanyia nini? Akasema kuanzia leo wewe utakuwa mzaliwa wa ngapi? Wa kwanza. Usingojee ukasema imeishia. Akapewa cheo hicho nani? Yuda. Mnajua hiyo? Jamani, mbona kama ninaongea vitu vigeni kwenye masikio yenu? Si mnajua alipewa cheo ni nani? Yuda. Ndio maana kwenye Ufunuo wakitaja kabila 12 wanaanza na nani? Na Yuda. Huenda mzee alifikiri Yuda naye ni mzuri. Naye ni bure. Yuda akaenda akazaa na mkamwanae. Lakini ukimwona Yuda kwenye vikao, wazinzi wote wachukuliwe hatua. Yuko serious kweli kweli. Siku moja akaambia mzee, wewe ndio mkubwa wa kikao, tumegundua kwamba mkamwanao ana na si unajua kabisa kwamba mume wake alifariki. Sema ndio. Sasa sema taratibu ziko wazi. Unajua wazee wa kunyoosha mambo taratibu ziko achukuliwe nini? Hatua. Mwiteni atuambie na wewe mwanaume ni nani. Kama kakaletwa pale. Una mimba? Ndio. Aliyekupa mimba ni nani? Huyo mtu na vitu vyake hapa. Alete. Kuleta pa vya mzee mwenyekiti wa baraza. Unakao karibu na shida hakae. Sijaenda kukuonyeshia vingine huko mbele. Nimekuwa tu mfano tu kidogo uweze kuelewa. Maana hapo sijakwambia habari za Rahabu. Kama mlikuwa hamjui, Rahabu alipookolewa tu, alipoingia kati ya Waisraeli, aliyemposa ni wa ukoo wa Yuda. Na anajua ni kahaba. Mungu atusaidie. Ona tatizo hili kubwa linavyosambaa. Wamoabu wanaanza kupambana na Waisraeli. Na wanapambana nao, wamekuja na kishindo kikubwa. Lakini mtu anayeelewa ni hii: ukishikwa na hofu yoyote, mtazame Mwokozi. Ibrahimu alichokosea wakati anaenda Misri, na anajua Sara ni mzuri, na anajua kwamba watamuhitaji, alitakiwa akumbuke maneno ya Mungu aliyomwambia. Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, mimi ni ngao yako. Haleluya. Alitakiwa kuona kwamba Bwana ndiye ngao yake. Yeye akaanza kutengeneza mbinu zake. Hata wewe uliyeko hapa, wakati ukipata changamoto za maisha, iwe ni mumeo anakusumbua, biashara imeharibika, iwe ni afya mwili wako dawa hazisikii, kila kitu mambo hayaendi sawa sawa, uchumi umeharibika, usitengeneze njia zako mwenyewe. Muulize Bwana akuonyeshe njia yake. Mlisikia ile historia yule mwanamama kule Dar es Salaam ambaye alikuwa naye anasali kama wewe, mume wake akawa hajatulia. Mmenielewa? Mwisho akaambiwa na mwenzake, mbona kuna kitu rahisi tu, ukipewa hicho ukimpa anafanya nini? Anatulia. Wewe unaona mwenzangu ametulia, sasa na yule sio ametulia, nitakupeleka. Na siku hizi ni wajanja sana, wana kauli anakuambia wala yule mtu hapigi ramli, anakupa tuka kitu. Na huwa anakuambia kabisa Mungu akijalia. Na unashawishika, kumbe anamtegemea Mungu. Wako miungu wengi. Sasa ni Mungu yupi? Mama watu akaenda akapewa kale kadawa, akaambiwa achanganye na uji, akachanganya kwenye uji vizuri, akajua jinsi alivyo, masharti yote aliyoambiwa akafanya vizuri, akaambiwa Mungu akipenda. Na huyo Mungu kweli akapenda. Mungu huyo alipopenda, yule jamaa ikawa hatoki ndani. Si anataka atulie. Yuko hapa. Baba nani? Nenda kazini. Mke wangu sitaki kukuacha. Nitakaa hapa. Baba tutakula nini? Labda twende wote. Sasa waende wote wapi? Maana wewe huyu ni engineer. Mama hajui hata apai mara kipenyo. Mpaka anakuja kutafuta msaada, mtu amekuwa kama zezeta. Moja ya vitu ambavyo vimeumiza watu wengi kwenye maisha yao ni kutafuta msaada nje ya utaratibu wa Mungu. Umekaa muda mrefu hujapata mtoto. Ninakubali kabisa. Unatamani upate mtoto, ni kweli. Sio dhambi. Hiyo hamu ya kuwa na mtoto Mungu ameweka ndani yetu, ni kitu kizuri kabisa. Umeenda umepimwa hospitalini, kila kitu kiko sawa, bado mimba haishiki.
Rudi katika mfumo wa Jehoshafat. Hofu ilipomshika alifanya nini? Mchungaji, heburudia tena ile fungu pale, fungu lile la la 3. Yes. Yehoshafati akashikwa na woga. Yehoshafati akashikwa na nini? Na woga. Na woga, ndio. Akamwomba Mwenyezi Mungu. Akamwomba Mwenyezi Mungu afanye nini? Amuongoze. Amuongoze. Stop tu hapo. Wamekupima tumbo lako la uzazi, wamesema liko vizuri. Si hayo majibu si tunayasikiaga? Wamepima mume wako naye ameambiwa naye yuko vizuri. Wanakuambia nenda tu katulie, mimba itashika. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hakuna chochote. Na ili ujue kwamba upo kwenye jaribio ambalo linataka mkono wa Mungu uingilie kati, ndipo kelele za wameuni zinaongezeka. Amesema na baadhi ya wameuni. Na kuna watu ambao hawajapewa staha ya maneno, na kuna roho inawaongoza na wao huenda hata hawajui. Hapa naongea na mtu ambaye ana changamoto ya mtoto, na tutaomba kwa ajili ya hilo na Bwana atakutendea tu. Kati ya majaribu makubwa unayoyapitia ni haya. Unaanza kusikia mtu tu anatumwa na shetani naye bila kujua. Pop, anakuja kumwambia, bado. Kwani tulikubaliana kwamba ni lini? Mama zetu hao unavyowaona, sasa mimi naongea na wanaume wenzangu, nyie wengine msisikilize. Sisi wanaume wote tunajua kabisa mama zetu wanapenda sana kuona wajukuu zao. Kwa mama ataanza kumuita mkeo, njoo, unafanya nini? Yaani kana kwamba yeye ndiye anayeunda mtoto amweke tumboni. Na wanasema hizi dawa zenu za siku hizi, wakati ni kweli sikatai kwamba yale madawa ni mabaya, sitakani yaunge mkono hata siku moja, lakini kuna mtu hata hakuna hayo madawa. Hasa unaniambia mchungaji, ikitokea kama hii inafanyaje? Sikiliza vizuri. Yehoshafat alipokumbwa na hofu, cha kwanza alimtafuta Bwana. Amen. Ampe mwongozo. Wewe huna akili ya kujua kila kitu, mtafute Bwana akupe mwongozo. Hata dawa unazopewa, hata kama ni dawa nzuri tu haina shida yoyote. Kuna dawa za miti, hata mimi naamini miti ni dawa yote. Yote mimi naamini miti ni dawa. Hatujafunguliwa macho tu. Naamini hiyo kabisa. Lakini swali, Bwana ndiye amekuongoza huko? Maana kuna hii design nakwambia, mimi nawaambieni hata kama mtu akichuma ili jani hapa hivi, akaniambia hii bwana ni dawa ya tumbo, mimi huwa namuuliza umejuaje? Akishasema ameoteshwa na mizimu, sigusi. Kwa sababu hoja sio mti, hoja nani yuko nyuma yake. Kama unaweza kunielewa nipungie mkono. Shetani anachotafuta ni kwamba umfungulie tu mlango. Pop. Watoto wa Mungu sikilizeni. Mungu ni roho na shetani ni nini? Si mnajua hilo? Yesu ni simba na shetani ni nini? Shetani ni nyoka na Yesu pia ni? Wanaogopa. Ndio maana yake hiyo. Kama Musa alivyomuinua nyoka wa shaba wapi? Ndivyo mwana wa Adamu atafanya nini? Umeona mfanano ulivyo? Sasa ngoja nikwambie nyingine. Tazama na simama mlangoni. Hakuna siku hata moja nguvu za giza au za nuru zitaingia kwako kwa lazima bila wewe kufungua mlango. Lazima ufungue mlango. Unaweza ukafungua kwa kujua au kuto kujua. Ndio maana kuna mtu atatuma tu atakushawishi tu. Mtoto ameteseka sana, achana na hii dini yako, mmeomba sana hakuna matokeo, twende. Siku hizi kuna kujenga makaburi. Leo nakwambia tunajua wewe kwa imani yako hutakubali, tupe tu mchango. Kitendo cha kupeleka tu mchango ni tazama na simama mlangoni na kwa hiyo yule upande wa pili amefanya nini? Amebisha na wewe umemfungulia mlango. Tafuta uongozi wa Bwana katika changamoto zako. Haleluya. Biashara imekwama, tafuta uongozi wa Bwana.
kitu ambacho mmebanwa katika akili zenu na dini. Nimesema na nini? Ni hiki. Dini ilikufundisha kutawaliwa na viongozi wa dini badala ya kutawaliwa na Mungu. Mwangalie jirani yako, mwambie hiyo umeelewa au umechanganyikiwa? Nirudie tena. Mfumo wa kidini umekutengeneza katika staili ambayo unatawaliwa na viongozi wa dini na hutawaliwi na Mungu. Ni kosa la jinai, na wengi mtanielewa kadri tunavyoendelea na masomo haya. Kutawaliwa na kiongozi na kutawaliwa na Mungu ni namna gani? Yaani hivi ninaofundisha namna hii, ninaongea hivi, mtu haendi kuthibitisha kwenye Biblia ila anahitimisha mchungaji Mbaga amesema. Huyu si mchungaji Mbaga. Atakusaidia? Mimi ni chombo tu kilicholetwa kukufungua akili yako ujue kwamba kuna nguvu ya Mungu ndani yako. Haleluya. Sasa mchungaji nifanyeje? Nisikilize vizuri hapa. Nataka nikutoe katika kutawaliwa na akili za kiongozi, uingie katika akili za kiroho. Shida imekupata. Changamoto yoyote, nimesema yoyote, haijalishi ni ngumu kiasi gani. Achana na wazo la kwanza, nimtafute mzee wa kanisa. Ukiweka ile wazo la kwanza, nimtafute mzee wa kanisa, nimtafute mwinjilisti, nimtafute mchungaji, nimtafute mtume, nimtafute nabii, ndio kitu cha kwanza, wewe hutawaliwi na Mungu, unatawaliwa na viongozi wa dini. Kama ukipata shida yoyote, na ndio kitu kikubwa umekipata kinakutisha, wazo la kwanza wewe linakuja, nimtafute mzee wa kanisa, nimtafute mchungaji, nimtafute aposto, kuna maaposto siku hizi, nimtafute nabii, nimtafute, ndio kitu cha kwanza kinakuja akilini mwako. Wewe hutawaliwi na Mungu, unatawaliwa na viongozi wa dini. Watoto wa Mungu wote mlioko hapa mnaonisikiliza, Mungu aliyeko ndani yangu yuko ndani yako pia. Amen. Haleluya. Amen. Kazi yangu ninayofanya mimi ni kukushtua akili zako ili uanze kutumia nguvu iliyoko ndani yako. Biblia iko wazi inasema, na shukuriwe yeye awezaye kutenda mambo makuu kuliko tuwazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani. Hata kama nikuita hapa wagonjwa waje hapa niwaombe, mimi ninachofanya ni kuactivate. Haleluya. Ni kuongeza, kuunganisha nguvu. Kama huna kilichoko ndani yako, hata nikuombe mpaka kesho huwezi kupona. Mungu atusaidie. Jehoshafati cha kwanza kamtafuta uso wa Bwana. Hebu kuna fungu moja naona sikulipangia hapa, lakini Roho wa Mungu ananisukuma. Ngoja tuweze kulisomewa kidogo, muweze kuona hiyo nguvu iliyoko ndani yenu inapoanza kufanya kazi. Na wengi hapa utaombewa, lakini utashangaa hakuna matokeo. Na unajiuliza, hivi imekuwa kwaje? Hujaactivate kile kilichoko ndani yako, ukitambui hata kidogo. Na kwa sababu hukitambui, matokeo hayawezi kuonekana. Yakobo 5:14. Yakobo 5:14. Ikifika na nusu namaliza, hata kama somo halijaisha taendelea baadaye. Yakobo sura ya 5. Fungu la 14. Fungu la 14. Ndio. 5:14. Nyinyi hamjui hata maisha yenu Yakobo 5:14. Je, yuko mgonjwa kati yenu? Sikia. Nimewaambia mwachane na Biblia ya zamani kwanza. Nyinyi msikilize huko. Haya, rudia tena mchungaji. Je, yuko mgonjwa kati yenu? Anapaswa kuwaita wazee wa kanisa, nao watamwombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Sawa. Hiyo ndio kigezo kinatumika sana. Sasa sikiliza hii. Anzia fungu la 13. Fungu la 13. 13. Je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida? Mmenisikiliza vizuri jamani hapo Nimwambia wengi wanaanzia fungu la ngapi? La 14. Fungu la ngapi wanaanzia wengi? 14. Wanasahau kuna 10 na ngapi? Na 3. 13. Haya, twende 13. 13. Anaendelea kusema anapaswa kusali. Rudia tena.
anapaswa kusali. Arudia fungu tena zima. Je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida? Anapaswa kusali. Cha kwanza ni nini jamani? Sio kuwaita wazee. Mzee wa kanisa njoo, kuna nini? Mtoto wangu alipagawa na pepo, njoni hapa na kundi cha maombi. Yaani hata shetani haya anakutazama anasema hajijui huyu. Yaani kabla ya kuwaita wazee ukemee wewe kwanza. Haleluya. Amen. Anza kwanza wewe. Una shida yoyote, anza kwanza, anapaswa kusali. Endelea kidogo. Je, yuko mwenye furaha? Anapaswa kuimba nyimbo za sifa. Kwa hiyo ukijisikia tu furaha, kazi yako ni kuimba nyimbo za nini? Za sifa. Za sifa, 14. Je, yuko mgonjwa kati yenu? Ndio. Anapaswa kuwaita wazee wa kanisa. Umeona wazee wanaitwa mwishoni huko. Yaani umepambana, umeona kabisa hii kitu hii inataka ziada. Hapo inatakiwa karama zitumike. Ndio tunakuja kwenye karama za roho sasa. Haleluya. Kwamba kuna mmoja akapewa karama ya miujiza, kuna mwingine kupambanua roho. Ndio ambaye atakuja atatazama anasema huyu anapohangaika hivi. Hapana. Naona kuna kitu kiko hivi na hivi, ni karama yake. Karama zitumike sasa. Lakini cha kwanza tambua kuna nguvu ya Mungu ndani yako. Yehoshafati akautafuta uso wa Bwana. Akatangaza kufunga. Haleluya. Akatangaza mfungo wa taifa lote. Nataka niwaulize kidogo na uenda mengine tutayamalizia hapo jioni. Mmeridhika au umeridhika? Nisitumie neno mme. Wewe unanisikiliza. Umeridhika na hali ulionayo. Nikimaanisha kiuchumi, kimahusiano, kiafya, kiroho. Hiyo hali ulionayo umeridhika nayo. Yaani unajiona uko sawa kweli? Umeikuona kuna sawa watu wanakutazama hivi kana kwamba hauko sawa, ila wewe unajiona uko sawa. Laodikia ana kiburi. Laodikia anajiona yeye ni tajiri. Laodikia ni kipofu, lakini ukiambia unajua wewe ni kipofu, anakuambia naona. Laodikia yuko uchi kabisa, hana nguo, unamwambia nikupe nguo, anasema nimevaa. Hakuna kitu kigumu kama kumsaidia mtu asiyejitambua. Usije ukajaribu kumwamsha mtu ambaye hayuko tayari kuamshwa, atakuua. Ni ngumu kabisa. Ndio maana hata leo unaangalia wenzetu huko, vita kila mahali ukitazama, ukiuliza ni kitu gani cha msingi kimesababisha Wapalestina wamekufa wengi kiasi kile. Sasa hivi wanapigwa sana huko, watu wa Lebanon wamekufa maelfu ya watu. Nini chanzo kikubwa? Ukitazama ni Waisraeli wachache waliotekwa. Nakumbuka ile tukio. Kitu kidogo kimesambaza vita, inakaribia kukamata dunia. Jana Yemen wamepigwa Wahuthi. Jana tu hapa. Na mzee Netanyahu akiwa Umoja wa Mataifa ametamka waziwazi pale, wakati anatoa hotuba. Mataifa mengine alitoka, lakini mwisho akatoa hotuba hivyo. Na akaionya Irani, akaiambia Irani, ukitupiga tutakupiga na hakuna sehemu mkono wetu haufiki. Mbabe. Waliozaliwa miaka ya 80 na kitu hapa, huenda nyie mkajua. Netanyahu tangu miaka ya 80 na kitu ni waziri mkuu. Nilikuwa naangalia video moja ofisini kwake. Yule baba hafanyi usafi na mtu. Anafagia mwenyewe, anafuta madirisha mwenyewe, anadeki mwenyewe. Msipoangalia sasa hivi dunia nzima inakumbwa. Mimi sio nabii wala mwana wa nabii. Ila ninachosema, tunaelekea mahala fulani hatupajui uko mbele pakoje. Ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana ili Bwana akupe hekima ya kuishi. Mwandishi mmoja ambaye kuna maandishi yametajwa wanayahusianisha na mtu anaitwa Albert Pike, ambaye bado wanazuoni wanabishana, huenda sio yeye aliyeandika, lakini mimi sijali ni yeye au sio yeye. Kwa nini vitu alivyovisema vimeanza kutokea? Yaani tuchukulie huyu mtu ni muongo. Kama huyu mtu jana
alisema kabisa kwamba jamani, kutakuwa na mvua kesho ya mawe, na mvua ikatokea mawe. Huyu mtu tunamtilia mashaka bado? Albert Pike alisema kuna vita ya kwanza ya dunia, alisema itatokea kwa sababu ya, alitaja sababu zake, akataja ya pili miaka mingi tu iliyopita. Hii nakwambia ni maandishi ya muda mrefu. Anasema vita ya tatu ya dunia itakuja, nayo itakuwa ni kugonganisha makundi mawili, watu wanaunga mkono Usayuni, yani Israeli, na watu ambao wanaunga mkono makundi yote ya Kiislamu. Anasema dunia nzima itagawanywa kwenye makundi mangapi? Mawili. Anasema ndipo kila mmoja atakuwa upande wake na wote wataanza kupigana. Sisemi imefika, ila na mimi nataka nikuulize maswali. Hata nyie hapo nikipitisha kura, hii vita inayoendelea sasa hivi kati ya Israeli na Palestina na wa Hezbollah kule Lebanon, nikakuuliza swali, unatamani nani ashinde? Usijibu. Simona kila mmoja ana upande wa kwake. Na ubaya ni kwamba Wakristo haijalishi hata kama Israeli ni mbabe, watamuunga mkono. Na upande wa Waislamu nao haijalishi hata kama Palestina ni mchokozi, watamuunga mkono. Umeona mgogoro ulipo hapo? Kwani kana kwamba dunia inakwenda kugawanywa kwenye makundi mangapi? Mawili. Wewe kuona taifa ambalo linapiga alafu linaambiwa usipige wenzako. Umoja wa Mataifa unapitisha asipige, lakini jamaa linasema hakuna wakunizuia nitapiga. Na vikao vinakaa na hakuna wakumfanya kitu kweli. Mpaka sasa hivi hakuna aliyemfanya chochote. Mpaka hivi tunavyoongea. Anapiga. Hesabu tu inashushwa pale 250 watu wamekufa. Wewe kuona mtu ambaye ana uwezo wa kiongozi wa Hezbollah, watu yuko kwenye ejengo lake na wanasema tunamtafuta, na huyo wakapiga hapo na wakampata huyo. Japo alikufa na wengine wasio na hatia. Hii dunia inakwenda mahali fulani mimi sipajui. Kuna siku utakumbuka hii mimbari hapa. Ingieni kwenye maombi, Mungu ape hekima mnaishije. Niliwaonya watu baadhi nikawaambia huu mwaka mimi sio nabii, narudia tena, wala mwana wa nabii. Maana nabii nao unaridhishwa kama vile uganga. Mimi sipo kwenye hilo kundi, lakini kama unafikiri uko tunakwenda uchumi utakuwa mwepesi, umechemka. Tunzeni vyakula. Hii nimeirudia ni mara ya ngapi? Ya 3. Tunzeni. Huko tunakwenda hapaeleweki. Haijalishi Palestina, Hezbollah, sijui nani, tunachotafuta ni amani ya nchi na dunia kwa ujumla. Lakini kama yaliyotabiriwa ndio yanatimia, inabidi Bwana akupe hekima ya kuishi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niliona video clip moja, baba mmoja amemtafuta kijana wake kwa muda mrefu hawajaonana. Mtu mmoja kwenye kipindi cha television pale akamwambia, mzee, nataka leo nikuonyeshe kijana wako ambaye amepoteana kwa muda mrefu. Yule baba alikuwa ni askari mstaafu. Akasema, nimemtafuta mwanangu kwa muda mrefu. Unaniambia nikija kwenye kipindi chako cha television leo nitamuona? Akamwambia, utamuona, njoo. Wakafika kwenye television pale, wameseti viti, yule mwandishi mtangazaji amekaa, yule baba amekaa. Basi mtangazaji akasema, naomba mumfungulie sasa aje amuone baba yake. Kuja. Anatembea, mmeshanielewa. Mzee alijikaza. Kijana amejibadilisha maumbile, amekuwa mwanamke. Hiyo ndio dunia hii. Huko Nigeria nako kuna kijana mwingine naye kajiremba, kajiweka huku na mahereni amevaa, yani amejiweka kama mwanamke. Yupo kwenye kabodaboda hivi amekaa, anaangalia wanaume kwa mkao fulani. Mmenielewa? Au tuwapeleke Cuba. Amekaa katika huo mkao. Babu mmoja alikuwa yuko sokoni akamuona. Mzee akasema, tumefikia hapa. Kweli wazi namna hii. Akanyanyuka. Yaani watu wanamshika yule babu, anataka kwenda kupiga mangumi yule wamalizane naye. Huku watu wanakazana kumzuia babu, usiende. Anasema niacheni niende. Hii dunia imeharibika.
hatupambani na maguvu haya, tunahitaji nguvu za kiroho. Yesu anakuja, lakini Yesu anakuja haina maana tukae kizembe. Maana kuna wengine wakisikia dhambi zinakemewa wanasema muache tu maana unabii unatimia. Nani aliyekudanganya? Ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Haleluya. Kungeli kuwepo na watakatifu 10 Sodoma. Mnakumbuka ile hesabu Wangapi jamani? 10. Isingeliangamizwa. Kwa kuwa hawakuwepo, mimi natamani tuendelee kumwomba Mungu tuwe chumvi, ili watu wasikie habari njema, waokolewe, ili mlango wa rehema ukifungwa, ufungwe tuna ndugu zetu wameshampokea Yesu tayari. Mbingu itakuwa mbingu nzuri ukiona ndugu zako wamekuja nao pia. Ukipitia changamoto yoyote, utafute uso wa Bwana. Naomba tusimame. Jioni tutaendelea. Jehoshaphat akautafuta uso wa Bwana. Mimi sijui unapitia nini. Mimi sijui umeomba mara ngapi na kiasi gani. Mimi sijui. Ila ninachojua ni hiki. Huenda ikawa umeomba sana na hujaona matokeo. Ninachokuambia ni hiki. Usiache kuomba, ila badilisha namna ya kuomba. Haleluya. Nimesema usiache kufanya nini? Ila badilisha namna ya kuomba. Sasa badala ya kuendelea kumwambia Mungu, mbona mimi unisaidie, changamoto imekuwa ni kubwa, mwambie Bwana nipe hekima na tatuaje mgogoro huu. Hekima ya kimungu ni bora zaidi. Haleluya. Haleluya. Amen. Kama ilivyo kawaida, ninakuachia dakika moja ya ombi la moyoni. Mwambie Bwana, nisaidie pale nilipokulaumu katika kuomba kwangu. Nisaidie pale nilipoomba kwa kulalamika. Nisamehe, lakini nipe hekima ili niweze kujua nifanyeje. Funga macho yako kwa dakika moja. Ongea na Bwana. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tumesimama mbele yako. Wako ndugu zetu, marafiki zetu wanaofuatilia kwa njia ya television, tunawakabidhi katika mikono yako. Mfalme wa amani, mfalme wa utukufu, mimi sijui ni changamoto gani watoto wako wanapitia mmoja mmoja, ila wewe kwa kuwa umewachora katika viganja vya mikono yako, unawajua kwa majina yao, ninakusihi mfalme wa amani, kila mmoja ambaye anatafuta uongozi wako, anatafuta hekima yako, ili aweze kujua kwamba tatizo ambalo liko mbele yake anapambana namna gani, naomba ukampatie hekima hiyo. Tunapojifunza kupitia Jehoshaphat, yeye alipopata hofu aliitisha maombi ya kufunga ili kupata maelekezo. Ninakusihi mtoto wako leo ambaye mbele yake kuna ugumu wa ajira, ambaye mbele yake kuna ugumu wa magonjwa, ambaye mbele yake kuna ugumu katika ndoa yake, ambaye mbele yake kuna ugumu katika uchumi, biashara na ajira na vitu vyote hivyo, ambaye mbele yake kuna changamoto kubwa ambayo hata siwezi kuitaja, ukamfungulie akili yake ikapate nuru yako, ili ajue anafanya nini. Ikiwa ni namna ya kuomba ameomba vibaya, mfundishe kuomba. Ikiwa ni namna ya hatua amechukua ambazo sizo, mfundishe kuchukua hatua sahihi. Na atakapoona matokeo, sifa na utukufu vikurudie wewe.
ninawakabidhi wote katika mikono yako. Tulete tena katika vipindi vingine. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.